Dr. karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Grayson Kibwana Shedafa, ni daktari wa binadamu katika halmashauri ya mji Korogwe, lakini vile vile ni mratibu na balozi wa umoja wa matendo ya huruma. Nilipata taarifa za ujio wa hawa watu wa Uzima Rural Health Organization kupitia mwana matendo ya huruma mwenzetu anaitwa Ngereza. Kwa hiyo nikawasiliana na wakuu wa kituo, lakini baadaye tukapata kibali cha kuja hapa. Kimsingi pia nimshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ametuwezesha kupata pia watumishi mbalimbali ambao tunakwenda kuboresha huduma zaidi za kituo chetu. Sio mwongeaji wa swala la kituo, lakini najua mambo mazuri ya kituo cha Majengo yanazidi kuja. Sasa kwa kuwa ni mratibu wa umoja wa matendo ya huruma na wenzetu wa Uhai Rural Health Organization ni matendo ya huruma wale, niombe kitu kimoja ambacho tunaweza kwenda kuwawezesha watu wetu ili kupata sadaka zitakazowafanya watoke kwenye uhitaji na kufika kwenye malengo yale ya 2050. Yale malengo tunaweza tukayafikia mapema iwapo kama tutajikita pia kwa kuwawezesha watu vitu ambavyo vitawafanya watoke kwenye hali mbaya na kufika kwenye hali nzuri. Vitu hivyo ni kama vile tukichukua miti ya matunda, nitahitaja kwa uchache miti ya matunda, kwa mfano mikorosho, minazi, miembe, mifenesi, michungwa. Hii miti ambayo kama tutaweza kuunda taasisi ambayo tutawawezesha vijana na watu wengine waweze kutunza hizo bustani na waweze kuwapa watu hiyo miti kwa wingi, basi kwa sehemu kubwa baada ya miaka 5-6 huko mbeleni watu watakuwa na uhitaji umepungua. Lakini pia tuwe na mazao ya muda mfupi ambayo pia yanatija, ambayo tukiwawezesha wakulima wetu, kwa maana wana rasilimali ardhi, lakini wanapolima wanalima tu mahindi na mpunga. Tukiwawezesha vitu kama tukiwawezesha kuwapa maharage, mbaazi nyeupe, alizeti na hizi karanga, tukiwawezesha watalima katika hali moja, lakini wakilima ukiwawezesha na hizo mbegu ambazo hawana uwezo wa kuzinunua kipindi cha kulima, basi mimi imani yangu ni kwamba tutakuwa tumetoka kwenye sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Lakini hata mifugo midogo kama kuku, sungura na vitu vingine kama hivyo, tukiweza kuwa na umoja ambao unawaza zaidi nje ya nani, basi tutakuwa tumeunga mkono serikali yetu vizuri na kuwaondoa watu kwenye hali ya umaskini, na ile 2050 itafika ndani ya miaka 5, hata sio kabla ile 2025 watu wengi watakuwa wameifikia kwenye hali nzuri. Hayo ndio mapendekezo yangu na ushauri wangu kwa wenzangu ambao ni taasisi mbalimbali. Asanteni kwa kunisikiliza.